Shirika hili limesajiliwa mwaka 2016 chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii. Kwa hiyo ni shirika ambalo linafanya kazi katika maeneo makubwa mawili. Kwanza kabisa ni misaada ya kibinadamu pamoja na maendeleo. Sasa tunaposema misaada ya kibinadamu tunakusudia misaada ambayo inasaidia na kunusuru maisha ya watu wenye mahitaji. Lakini tunaposema maendeleo ni tafsiri pana. Maendeleo ya watu hasa yenye kuboresha vipato vyao, lakini pia maendeleo ya watu kwa maana ya kuwatoa katika maisha maskini. Katika tathmini na utekelezaji wa miradi ambayo tunaifanya Islamic Help chini ya idara ya livelihood ama miradi inayogusa maisha ya watu. Ndugu mgeni rasmi, kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, WHO inakadiriwa takribani 15% ya idadi ya watu wote duniani ni walemavu. Watu hawa bado wamekuwa wakijikimu maisha yao katika hali ya misukosuko, tabu na dhiki kubwa. Vile vile jamii inayowazunguka imekuwa ikiyapuuza mawazo yao pamoja na fikra zao, na baadhi ya wanajamii wamekuwa wakiwatenga katika maeneo yao mbalimbali wanayoishi. Baadhi ya walemavu wengine wamekuwa wakifungiwa majumbani na familia zao kwa sababu wanachukuliwa kama watazitia aibu familia hizo. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika kuunga mkono jitihada zako binafsi wewe kama mkuu wa mkoa na uongozi wa serikali katika mkoa wa Tanga pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya kauli mbiu ya aliyokuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli ya hapa kazi tu, na sasa chini ya utawala wa rais wetu mpya Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu chini ya kauli yake mbiu kazi inaendelea, taasisi yetu ya Islamic Help imetenga kiasi cha shilingi milioni 120 katika mwaka wa utekelezaji wa kazi 2021 ambazo zitakwenda kutekeleza miradi mitano ndani ya mkoa wetu wa Tanga na wilaya zake. Ndugu mgeni rasmi, tayari mpaka kufikia sasa ni kwa takriban 85% ya miradi hii imekwisha tekelezwa na 15% inaendelea kutekelezwa, na ni matarajio yetu mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tutakuwa tumekamilisha kwa 100%. Miradi inayokwenda kutekelezwa katika bajeti iliyotengwa kwa kipindi cha mwaka wa 2021 ni miradi mitano. Kwanza ni mradi wa bajaji 5 aina ya TVS King DA Plus ambazo mbele yetu pale zinaonekana, zitaenda kuwanufaisha walemavu 5 ambao thamani ya mradi huu ni shilingi milioni 37.5 za Kitanzania. Lakini vile vile mradi wa pili ni mradi wa pikipiki 3 aina ya Sinolay ambazo zina thamani ya shilingi milioni 7.5 ambao tumechagua familia zenye hali duni na wagonjwa ambao wapo kitandani kwa zaidi ya miaka 3. Mradi wa tatu ni mradi wa maduka 10 ambao ndani yake watakwenda kunufaika walemavu na watu wenye waishio kwenye mazingira magumu ya kimaisha. Miradi hii ya maduka 10 itakuwa ina thamani ya shilingi milioni 20 ambao kila duka moja litagharimu milioni 2. Lakini vile vile mradi namba 4 ni mradi wa kugawa mbuzi 740 tofauti na hizo 2000 ambazo tayari tumeshazigawa. Katika kipindi hiki tumekusudia kugawa mbuzi 740 katika familia 74 ambapo kila familia moja tunawakabidhi mbuzi 10, majike 8 na madume 2 ili baadaye waweze kufuga na kuzalisha kipato kitakachowasaidia kupata mahitaji yao ya msingi katika familia zao. Lakini mradi wa mwisho ni mradi wa ng'ombe 4 wa maziwa ambao tumelenga kuzifikia familia 2, na mradi huu umelenga kutumia milioni 3.2 laki. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, namna ya uchaguzi wa wanufaika katika miradi yetu. Sisi kama taasisi tunaamini njia ya kuwapata wanufaika kwa kuwatembelea katika makazi yao wanaoishi baada ya kupata kibali cha utekelezaji wa miradi katika serikali yetu eneo husika, ili kujionea pamoja na kujiridhisha kiwango cha uhitaji wao kimsaada kwa kushirikiana na viongozi wa serikali za mitaa, ngazi za kata pamoja na taasisi mbalimbali za serikali na zile za kiraia. Hivyo
Katika uratibu wa miradi yetu hatuangalii tofauti zilizopo baina yetu, tunaifikia jamii nzima kulingana na mahitaji yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, hivyo baada ya kufanya upembuzi yakinifu wa wanufaika kwa kipindi cha mwezi mmoja, tulifanikiwa kupata idadi ya wanufaika 18 ambao leo hii tutakwenda kuwakabidhi bajaji 5 kwa walemavu 5, lakini vile vile tutakabidhi pikipiki 3 kwa mlemavu mmoja na watu na familia 2 zenye hali duni ya kimaisha, lakini vile vile tutakabidhi mbuzi 74 katika mbuzi 700 kwa familia 74 ambazo tayari zoezi hili tumeshaanza kulitekeleza ili kuepusha gharama za usafiri. Malengo ya mradi. Ndugu mgeni rasmi, kama taasisi kupitia miradi hii tumelenga kufikia malengo yafuatayo ili kubadilisha maisha ya wanufaika watakaonufaika katika maeneo ya mkoa wa Tanga na wilaya zake. Malengo hayo ni kama vile kukuza kipato ili kuweza kupata mahitajio yao ya kila siku na familia zao, kurahisisha mahitaji yao ya kiusafiri pindi itakapofaa kufanyika hivyo, lakini vile vile kuwatengenezea njia ya kupata mabadiliko ya kimaisha katika kupambana na umaskini. Na 4, kuwapa faraja, kuwajengea uwezo wa kujiamini na kutambua nafasi yao katika shughuli za maendeleo katika jamii ya mkoa wa Tanga. Matarajio. Ndugu mgeni rasmi, kupitia miradi hii sisi kama taasisi tunaamini inakwenda kuwanufaisha wananchi wapatao 634 katika mkoa wetu wa Tanga kwa kuboresha hali zao za kimaisha baada ya kuwapatia na kuwajengea uwezo wa kuzalisha kipato kitakachoweza kuwasaidia wao pamoja na familia zao. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, wanasema wema na ukarimu huibua furaha na faraja kwa watu waliopoteza matumaini katika maisha yao. Hivyo ni wajibu wetu kama wadau wa maendeleo kuhakikisha kuwa tunarejesha furaha na faraja kwa watu wa aina hii. Ndugu mgeni rasmi, ni matarajio yetu kwa wanufaika kuwa watasimamia vizuri na kuendeleza miradi hii kwa kipindi cha muda mrefu ili kuweza kujipatia mabadiliko ya kweli katika maisha yao. Na katika kuliona hili, taasisi tumeweka kauli mbiu inayosema ustawi wao faraja yetu. Shukrani, napenda kuwasilisha. Kwanza niseme tu machache sana kwa sababu ya muda. La kwanza ni shukuru sana kwa kupata nafasi kuja kushiriki kwenye shughuli hii. Na kama alivyoeleza DC, ni kweli yeye ndio alikuwa mgeni rasmi kwenye shughuli hii. Na jana tulikuwa na kikao, na moja ya shughuli tuliokuwa nayo pale ni kupokea msaada wa bilioni 3 ambao utajenga hospitali ya wilaya katika wilaya ya Kandeni. Na msaada huo umetolewa na taasisi ya Islamic Help. Kwa hiyo DC akaja kunibrief kwamba na sisi kesho tuna jambo kubwa la kuwagusa wenzetu wenye ulemavu. Ingawa kiwango cha pesa sio kikubwa kama cha wenzetu wa Handeni, lakini jambo tunalolifanya ni jambo la kiimani, ni jambo la kuabudu. Kwa tuna imani hiki kidogo ambacho tunaenda kuwapatia kina thawabu zaidi kuliko hizo bilioni 3 zinazoenda kujenga hospitali ya wilaya ya Handeni. Kwa sababu hizo na zingine nikakubali kuja hapa. Kwa hiyo kwa kweli alichosema wakati wananikaribisha wenzetu, niwaambia nimeagizwa na mkuu wa wilaya kuja hapa, ni kweli nilisema kwa sababu ya hicho ambacho alikieleza. La pili, nipongeze sana Islamic Help. Wamekuwa ni watu wema sana sana sana. Wana moyo mzuri sana, wanajituma sana, na hawana ujanja. Na ndio maana kwenye serikali hii ya awamu ya 6 ya Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kuwapa ushirikiano katika mazingira ya watu wanapofanya kazi bila kuwa na ujanja. Sisi kama serikali hatuna sababu ya kuingilia, na moja ya taasisi hizo ni Islamic Help, na ndio maana tangu wamekuja hapa tunawapa ushirikiano. Na msaada huu wanaotoa leo sio mara yao ya kwanza, na wameeleza vizuri sana meneja mradi hapa. Wametoa msaada wa maji kwa kuchimba visima kule Mkinga, Muheza, Pangani, kila maeneo wanafanya hivyo, pamoja na Korogwe, Lushoto, wote wanafanya jitihada hizo.
na maji haya yanakwenda kuwasaidia ndugu zetu wenye shida ya maji, na sote tunafahamu kwamba bila maji basi hata shughuli za maendeleo zinakuwa shida kubwa. Kwa hiyo tunawashukuru sana Islamic Help kwa kazi nzuri wanazozifanya, na ndio maana wamesema bajeti yao ilianza kwa kidogo walipokuja Tanzania, kwa sababu ya uongozi mzuri na uongozi wenye maono, lakini uongozi unaojali watu. Pesa zimeongezeka kutoka milioni 500 bilioni 1 zilizoanza nazo mwaka 2016, leo wanatoa misaada mpaka bilioni 11 zinakwenda kwa wananchi. Napenda kuhakikishia kwamba msaada huu unaoendelea kutolewa utaendelea kwenda kwa wananchi na utaenda kugusa mioyo ya wananchi wetu. Leo nimekuja hapa kushiriki kupokea msaada huu na kuwakabidhi ndugu zetu watu wenye ulemavu. Msaada huu umekuja wakati mwafaka. Tutakumbuka Rais wetu Samia Suluhu Hassan alifanya ziara katika mkoa wetu mwezi wa 3 tarehe 15. Na katika ziara yake alielekeza mamlaka zetu kuhakikisha zinaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuwapa watu wenye ulemavu, vijana na wanawake katika mamlaka zetu za serikali za mitaa. Mwaka huu tunalionao mpaka mwezi wa 3, halmashauri zote 11 za mkoa wa Tanga zilikuwa zimetoa zaidi ya bilioni 1 na milioni 432 kwa ajili ya kupeleka katika mikopo ya watu wenye ulemavu, wanawake na vijana. Kwa hiyo kwa kuona hilo na kwa kuona jitihada za Mama Samia Suluhu Hassan kuelekeza makundi maalum na hasa ya watu wenye ulemavu, ndio maana ndio Islamic Help wanaunga jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuwawezesha kwa vifaa hivi. Ni matumaini yangu kwamba leo bajaji hizi na pikipiki na ile mikopo inayotolewa shilingi na ile misaada inayotolewa milioni 2.5 kioski anapewa mtu, anafanya mtaji, anafanya biashara, zitaenda kuwasaidia ndugu zetu katika kujiletea mapato. Na ile zana ya kuzani watu wenye ulemavu hawana thamani, hawana uwezo, mnaenda kuwaonyesha sio kweli. Mna uwezo, mna akili kama wengine, na wakati wengine hata mnawazidi hata wenye soko. Ni matumaini yangu kwamba vifaa hivi vitaenda kufanya kazi iliyokusudiwa. Na nimeomba sana kama ambavyo DC amesema, kwanza waendelee kupanua wigo wa msaada. Wako watu wengi wenye mahitaji, hasa watu wenye ulemavu. Waendelee kuwapatia misaada hii ili iweze kuendelea kuwatetea kipato, lakini pia waendelee kufanya jitihada za kujitegemea. Na sisi kama serikali tutaendelea kuunga mkono ili jitihada hizi ziweze kuzaa matunda. Lakini la pili, wale ambao wanaangalia wanadhani wanaweza kuja kupoka mali hizi za watu wenye ulemavu, vyombo vya dola viko macho. Na vyombo hivi vimewekewa GPS. Kila unapoendesha unaonekana. Kwa hiyo kama kuna mtu atafikiria anakuja kuwaibia watu wenye ulemavu, tutaifuata pale alipoibia na alipoificha, tutaenda kumkamata na yeye ili hatimaye pikipiki zetu na bajaji ziweze kurudi sehemu salama. Kwa hiyo ndugu zangu wana Tanga, tuendelee kuwashukuru ndugu zetu. Na msaada umekuja wakati mwafaka, tena kipindi cha Ramadhani. Kwa hiyo hii ni dua. Na kwenye kipindi cha dua ukitoa vitu kama hivi, thawabu inaongezeka zaidi, baraka zinaongezeka zaidi, na unapata mengi zaidi unaongezewa katika ile msaada. Kwa hiyo ndugu zangu viongozi wa dini mko hapa, tuendelee kuombea ndugu zetu hao. Hiyo bilioni 1 mwaka huu, miaka 3 ijayo tusikie wana bilioni zaidi ya 20-25. Na zaidi ya 50-60 zinabaki ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Tukifanya hivyo, na uhakika maendeleo yatakuwa makubwa, na mimi nitaendelea kuwapa ushirikiano. Nirudie tena kuwashukuru sana ndugu zangu watu wenye ulemavu. Tunawajali, tunawapenda. Ukiacha sababu za DC kunishawishi jana, niliguswa pia kwamba unakuja kukutana na ndugu zangu watu wenye ulemavu. Ndio maana nikafunga safari, nikaacha shughuli zangu, nilikuwa na ratiba kuanzia saa 11 mpaka saa 12. Huwa na ratiba ya mazoezi kila siku saa 12 jioni, lakini nikasema leo na mimi nipate baraka na thawabu kwa kuja kuwaona ndugu zangu wakipata msaada utakao wasaidia katika shughuli za maendeleo. Nimemwomba apange ratiba ya kila baada ya kipindi fulani ndani ya mwezi. Mwe mnakutana nao. Yaani msipewe leo mkapotea moja kwa moja. Anawaita, anasikiliza mnaendeleaje. Na sisi tutakuwa tunatuma watu wa afisa maendeleo ya jamii wakutane na nyinyi, wasikilize. Waone namna gani tunaweza tukaendelea kuboresha jitihada ambazo mnazifanya kwa kushirikiana na Islamic Help. Baada ya kusema hayo, nirudie tena kushukuru mamlaka zote za serikali, tufikishie shukrani zetu
kwa wale wote waliotoa msaada huu. Baada ya kusema hayo, sasa niko tayari kukabidhi. Asanteni sana kwa kusikiliza. Mingi sana kutafuta usafiri, nikapata usafiri, lakini usafiri ule ukawa umenisumbua, umekufa kwa muda wa miaka 4 sasa. Ni kwamba nilikuwepo ndani tu kwa muda mrefu. Hata nikiumwa pia mara nyingine nilikuwa nashindwa kutoka kwa sababu nilikuwa sina hata hela ya kukodisha bodaboda ya kwenda hospitali. Lakini kupitia Islamic Help ninawashukuru kwa sababu kwanza hawajatusumbua kwamba tuwafuate hivi, wanatufuata wao wenyewe, wanakuja nyumbani, wanaangalia hali za nyumbani kwetu, wanatupiga picha, wanatuhoji. Ni kwa muda mfupi sana, bila manyanyaso, bila unyanyapaa. Kwa maana hiyo mimi nasema Mwenyezi Mungu awazidishie Islamic Help, yani wapae zaidi ya hapa tulipo, wasaidie wengi na wengineo, kwa sababu tunazidi kuzaliwa watu wenye ulemavu. Halafu nasema na wale ambao tunawabishia hodi mahali walipo kwa ajili ya kuomba misaada, licha ya hawa Islamic Help, na wao wafungue milango yao pia, tuingie tuongee matatizo tuliokuwa nayo, wasiseme tu Islam Help wapo, na wao pia watusaidie kwa vitu vingine, kwa sababu bado tuna mahitaji. Tumepata usafiri, lakini bado sisi ni wapangaji wa nyumba, tunaishi kwa kukodisha nyumba za watu. Hasa mimi naishi kwenye nyumba ya serikali, lakini pia nalipa kodi ya nyumba kama kawaida. Kwa hiyo serikali naomba nao walione hili kwamba watu wenye ulemavu nao wakae siku moja, wapange, wajenge nyumba angalau zenye mazingira rafiki kwa watu wenye ulemavu. Hata wakitukodisha kwa pamoja kujipatia kipato chao serikali, tutashukuru. Wachukue mfano kama wa hawa Islamic Help walivyotufanyia. Nashukuru sana ndugu zetu wa Islamic Help. Kwa hiyo natoa shukrani sana kubwa sana liwe kuna hili na jenginelo kubwa zaidi ya hili, kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutoa kidogo, kutoa kikubwa kwetu, neema kwetu kwa maisha yetu pamoja na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo tunashukuru. Mimi pikipiki kama hii hapa nashukuru sana, itanisogeza sana katika kimaisha na nitazalisha mpaka kuweza kupatikana nyingine kama hii. Kwa hiyo tukuomba Mungu ni kushukuru sana. Ningehangaika sana jinsi ya kuipata hii pikipiki, ingekuwa ni vigumu au ningeipata kwa muda mrefu sana, lakini nimepata zoezi la mara moja, ama kutokea watu wa imani kama hivi wa Islamic kwa mara moja na kupatikana hiyo. Haijafikisha miaka 3 wala 4, imezidi kama wiki 2. Nimekabidhiwa pikipiki leo hii pakiwa na uongozi wa serikali, mkuu wa mkoa pakiwa na viongozi wetu wa Islamic, kabisa funguo hapa pasipo na 10 ndio itolea hii pikipiki, isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kaongozesha wao bwana mpaka kufikia kukabidhiwa hii pikipiki hapa. Kwa nashukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu awaeke mahali pema, na tulokutana hapa sote Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na maisha marefu. Kwa leo tumekabidhiwa pikipiki, inshallah Mwenyezi Mungu awatilie neema na baraka, ndio tukabidhiwe magari.
tunasema alhamdulillah. Inshallah. Assalamu alaikum. Today we are delivering 10 shops and 5 bajajis and 3 boda bodas, and this project is continuous. We have done 31 shops and we are giving it to extremely vulnerable and disabled individuals. You can see today mamas has come, those who were riding someone else bajaji. Alhamdulillah, today with the help of God, we have given them their own bajajis. We have given destiny into their hand so they can stand on their feet. I appreciate the Tanzanian government. They have given license to disabled. This is the best way to mainstream them. Thank you very much for the government support, and I wish everyone best of luck so they can have their own business, their own destiny in their own hand, their own livelihood. This project will continue. We have been supporting every year more than 200 families. We are trying our level best to put them on their feet so they can take their destiny into their hand. Thank you very much for all of you for coming here. What is your planning on the coming next project? Yeah, this project will continue. We will continue to give bajajis and motorcycle to those who are disabled, extremely vulnerable, those who have none to support. Here we are, Islamic Help to help and support them.